na yeye atakaye na ayatwae maji ya uzima bure. Basi leo tunaendelea na kipindi chetu kile cha utii ama utiifu, na jana tulikianza lakini hatukuweza kumaliza. Kwa hiyo leo hii mpango wetu ni kwamba tuweze kuhitimisha hicho kipindi, na tulijifunza juu ya utii, tukaangalia umuhimu wa utii, alafu tukaona kwamba ni nani ambaye tunapaswa kumtii. Na anaweza kutukumbusha tulisema nani ambaye tunapaswa kumtii? Tunapaswa kumtii Mungu. Na mwingine ni Mungu peke yake. Tulisema tunapaswa kuwatii wenye mamlaka, alafu wengine tunapaswa kuwatii wazazi kama watoto, na tulisema kwamba sisi wote hapa ni watoto, si ndio? Inaweza kawa pengine wazazi labda hawapo, lakini wote walizaliwa na wazazi. Kwa hiyo tunapaswa pia kuwatii wazazi wetu, hata kama sasa sisi tuna watoto au tuna wajukuu, lakini wazazi bado wapo, bado tunahitaji kuwatii wazazi wetu. Wengine waajiri wetu pia tunapaswa kuwatii. Na wengine kanisa kama mwili wa Kristo, na kiongozi wetu akiwa ni Yesu ambaye ndiye kichwa cha kanisa. Nashukuru sana. Basi kwa neema ya Mungu leo tunaendelea na somo letu ili tuweze kulimalizia, na tuendelea kusoma tena Samuel wa kwanza. Tutasoma pale Samuel wa kwanza sura ile ya 15. Moja tusomee ule mstari wa 22. Inasema hivi: naye Samueli akasema, je, Bwana huzipenda sadaka za kuteketezwa na dhabihu sawasawa na kuitii sauti ya Bwana? Angalia, kutii ni bora kuliko dhabihu, na kusikia kuliko mafuta ya beberu. Nataka tusisitize tu kwamba utii ni jambo la muhimu sana. Utii ni jambo la msingi, na tuliona jinsi ambavyo katika kile kifungu anasema unaweza ukatoa dhabihu, unaweza ukatoa sadaka, unaweza ukafanya lolote lile, lakini kama utii haupo, basi bado hauko katika mstari unaotakiwa. Kwa hiyo tunaona utii ni jambo la muhimu sana. Tunapoendelea na somo letu leo, tunaendelea na mwendelezo kipengele cha 3 kinachozungumza juu ya tabia za utii. Katika tabia za utii tunaona kwamba utii unapaswa kuwa ni wa hiari. Tabia mojawapo ya utii ni kwamba tunapaswa kutii kwa hiari. Hatupaswi kusubiri kwamba pengine mtu atulazimishe kutii. Ukilazimishwa kutii, huo sio utii. Huo sio utii wa kweli. Pale ambapo tunalazimishwa kutii, basi huo unakuwa sio utii wa kweli. Utii wa kweli ni ule ambao tunatii kwa hiari. Huu ndio utii unaokubalika mbele za Mungu. Kwa hiyo tunaona tabia za utii, namba 1 ni utii wa hiari. Yaani ni utii ambao mtu halazimishwi kutii.
Umewahi kuona mtu analazimishwa kutii? Kwamba inabidi utii, lakini yeye hataki kutii. Hata kama atalazimishwa kutii, asema sawa kwa sababu umenilazimisha, sawa, yani bado sio utii. Kwa hiyo huo utakuwa ni utii ambao ni wa uongo, wala hautokani na moyo wa upendo au roho ya upendo. Kwa hiyo utii wa kweli ni ule ambao mtu anatii kwa hiari pasipo kushurutishwa, yani bila kulazimishwa. Amen. Na ndicho ambacho Mungu anataka. Mungu anataka tunapotii maagizo yake, tutii kwa sababu tunampenda. Sababu tunampenda. Kwa hiyo Mungu anapotuagiza katika maneno yake, katika amri zake, basi kwa sababu tunampenda Mungu ndio maana tunatii. Kwa hiyo utii wetu utokane na upendo. Lakini pia utii wa kweli sio ule wa kusita-sita. Sio ule wa kusita-sita kwanza, yani kwanza unafikiria kwamba sasa nitii au nisitii. Unaanza kusita-sita, yani upo katikati kwamba nifanye au nisifanye. Unajua ni mapenzi ya Mungu, lakini unachukua muda mrefu kufanya maamuzi. Wakati mwingine tunapofanya maamuzi kwa kusita-sita namna hiyo, yani kutekeleza mapenzi yake Mungu kwa kusita-sita inachukua muda mrefu. Kwa mfano, labda mtu umefundishwa somo fulani. Labda tuchukulie mfano, labda umeamini, alafu unafundishwa kuhusu ubatizo. Natolea tu mfano kuhusu ubatizo. Kwamba mtoto wa Mungu, wewe uliyeamini, hatua inayofuatia baada ya kuamini unatakiwa kubatizwa. Alafu naanza kujiuliza, saa nibatizwe au nisibatizwe? Unaanza kujifikiria sana. Unafundishwa lakini inachukua miezi na miezi, bado unafikiria, bado unawaza. Wakati mwingine huwa tunatoa mwanya kwa shetani kwa sababu ya kutokufanya utii kwa haraka. Kwa hiyo tunaposhindwa kufanya maamuzi ya kutii kwa haraka, kuyatii mapenzi ya Mungu kwa haraka, tunampa nafasi shetani, na shetani anaweza katurudisha tena nyuma. Kwa hiyo tunajifunza kwamba utii wetu unapaswa kuwa ni utii ambao hauhitaji chelewa. Ukishajifunza, ukishajua kwamba ni mapenzi ya Mungu, chukua hatua. Bwana asifiwe. Tusichelewe, wala tusisite. Kwanza tusianze kusita kwamba labda nisubiri kwanza, labda ningoje kwanza. Kuna watu wengi wamengoja sana kuyatenda mapenzi ya Mungu, alafu hata nafasi hiyo tena haikuwepo tena, kwa sababu tu kwamba walisita-sita. Kwa hiyo tunapoagizwa kuyatii mapenzi yake Mungu, inatupasa kumtii Mungu bila kuchelewa. Kuchelewa kutii, kama tulivyosema, tutampa nafasi shetani. Kwa hiyo tunaona tabia nyingine ya utii ni nini hapo? Ni utii wa bila kusita. Kusita-sita. Utii bila kusita-sita. Alafu utii pia unapaswa kuwa ni utii kamili. Hivi kuna kitu kinachoitwa kutii nusu. Lakini watu wanafanya hivyo, na watu wanaweza akawa na utii nusu. Amegawa. Hapa anatii hiki, kingine hatii. Nasema ni kweli, neno la Mungu kweli, lakini kipengele hiki nakubali, ila kipengele hiki hapana. Unaona, wakati yote ni neno la Mungu na tunapaswa kutii kwa ukamilifu. Kwa hiyo hakuna kutii nusu. Kama ni neno la Mungu tulitii kama jinsi lilivyo. Lakini kusema kwamba labda ninakubaliana na hiki
hiki kiko katika uwezo wangu wa kukubali, lakini jambo hili ni gumu sana kwangu mimi. Lakini unajua ni mapenzi ya Mungu, neno la Mungu. Kwa hiyo tii kila kitu. Yaani tunapaswa kulitii neno la Mungu kama jinsi lilivyo. Wala hatupaswi kuwa na utii nusu, kwamba tunachagua vipengele, kwamba kipengele hiki nitatii, lakini kipengele hiki japo ni neno la Mungu, lakini hapa hapana, hapa naona kuna ugumu. Kwa hiyo tuwe na utii kamili. Bwana asifiwe. Tuwe na utii kamili. Tunapoamua kuyakabidhi maisha yetu kwa Mungu na kumtii Mungu kwa mapenzi yake, basi tujitoe kamili kwa ajili ya kumtii Mungu na mapenzi yake. Kwa hiyo tunaona jambo lingine kwamba Mungu anataka tutii kiukamilifu, tuonyeshe tii kamili, sio utii nusu au kutii baadhi ya maagizo na kuyaacha ama kuyapuuza mengine. Kwa hiyo tunaona utii kamili ni sifa nyingine ya tabia, au ni sifa nyingine ya utii au tabia za utii. Kipengele kingine kinachofuata ni kipengele kinachohusu utiifu na imani. Utiifu na imani. Tunaangalia kipengele cha 4, utiifu na imani. Kwamba utii unaambatana na imani. Bwana asifiwe. Utii wetu unaambatana na imani. Kivipi? Kuna watu wanasema wanatii sheria ya Mungu, na wanadhani ama wanafikiri kwamba kwa kuitii sheria ya Mungu pasipo imani wataweza kupata wokovu, wataweza kupokea wokovu. Kwa hiyo wanajua kwamba kwa njia ya kutii sheria basi tutahesabiwa haki au tutaokolewa kwa namna hiyo. Lakini wameacha imani, wameweka mbali imani. Kwa hiyo kutii sheria pasipo imani bado haitasaidia. Kuna watu tunawajua wako hodari sana, kushika sana sheria, kamata sana sheria, lakini wameweka kando imani. Kwa hiyo wanaona kwa matendo yao mazuri, kwa matendo yao mema, na wanatii maagizo yote, kama ni kuwasaidia watu maskini, yatima, kila kitu wanafanya, lakini wanakataa wokovu. Wanapingana na swala la wokovu. Kwa hiyo kuitii sheria ama kutii maagizo tu kwa akili au kwa matendo tu ya sheria bado haisaidii. Lakini tunahitaji imani. Bwana asifiwe sana. Imani na matendo ni mapacha, vinakwenda sambamba. Lakini tukisema kwamba tunatii tu kwa sababu ni sheria, lakini hatuna imani, bado hatutaweza kufikia lile lengo ama kufikia lile kusudi la Mungu. Kwa hiyo tunasema kwamba utii unaambatana na imani. Kutii sheria pasipo imani ni kujidanganya, na kwamba tunapata wokovu sio kwa kuzitii sheria bali kwa imani katika Kristo Yesu. Bwana asifiwe. Wala matendo mema peke yake hayawezi kumwokoa mtu. Kwa kufanya matendo mema peke yake tu, lakini umeikana imani, hakuna imani, ila unajitoa kutekeleza matendo mema, hatuwezi pata wokovu kwa njia hiyo. Kwa hiyo tunahitaji imani, utii pamoja na imani. Kweli matendo mema yanatakiwa, lakini pamoja na imani. Nadhani ndivyo tunavyojifunza kwamba imani pasipo matendo nayo ni imani iliyokufa. Na matendo pasipo imani, nadhani hata matendo na yenyewe hayo nayo pia tuseme yamekufa.
Bwana asifiwe. Kwa hiyo tunaona utii unaambatana na imani. Utii unaambatana na imani. Na ndio maana Samueli anatuambia kwamba je, Mungu anapenda tu hizo sadaka na dhabihu hizo za kuteketeza kuliko kutii? Na kutii huko ambako kunaambatana na imani. Kwa hiyo kuna mtu mwingine ambaye anaweza kujidanganya kwamba mimi natoa dhabihu, mimi natoa sadaka, mimi nashughulika, mimi hivyo, lakini utii haupo, imani haipo, bado huyo mtu anajidanganya mwenyewe. Kwa hiyo wapendwa, tunapaswa kutambua kwamba utii unaambatana na imani. Na imani ya kweli, sio imani ya kiakili tu, imani ya kweli, imani ya kutoka ndani ya moyo. Imani ya kiakili tu haitaweza kutusaidia kuamini. Biblia inasema kwamba hata mashetani nao pia wanaamini. Ndio wanaamini, hata pia mashetani nao wanaamini. Sasa hiyo ujue ni imani tu ya kiakili, kwamba unaamini kwamba kuna kitu fulani, lakini sio imani ya kutoka ndani ya moyo. Tunahitaji kuamini. Imani ya kweli huamini kwa moyo. Tunapaswa kuepuka kupata imani ile ya elimu ya maarifa tu ya theolojia pasipo badiliko la kweli. Ya kuna watu ni hodari wanakuambia ninaamini, lakini ni ile tu theolojia tu ndio ipo imemjaa kwenye kichwa chake. Anasema ninaamini Yesu ni mwana wa Mungu, na akianza kushusha material, akianza kushusha hapo ubaoni kuhusu jinsi anavyoamini Yesu ni Mwokozi, ni mkombozi na nini, lakini hajaamini kwa moyo. Sasa hiyo ni imani tu ya kiakili, ni imani tu ya kitheolojia ambayo haitaleta wokovu kwa huyo mtu. Kitu tunapaswa kuamini kwa moyo. Maandiko yanasema katika ile Warumi sura ya 10 nadhani mstari wa 10 pale, sio kwamba kwa moyo mtu huamini, sio? Kwa hiyo tunahitaji kuamini kwa moyo. Kiri. Mungu atusaidie, na pia Mungu anapotusaidia sisi tuwasaidie pia na wengine. Bwana asifiwe. Tuwasaidie pia na wengine. Kwa hiyo hebu tusome kitabu kile cha Yakobo, imani na matendo. Nataka tuangalie pale imani na matendo, Yakobo sura ile ya 2 mstari ule wa 20. Aliyefika haraka anaweza katusomea ili tuweze kukomboa wakati. Ndiyo. Na fungu la 20. Ndiyo. Lakini watakuja, narudia, lakini wataka kujua wewe mwanadamu usiye kitu, kwamba imani pasipo matendo haizai. Unaona kwamba imani pasipo matendo haizai. Kwa hiyo hapo tunasisitizwa juu ya umuhimu wa imani, lakini pia na matendo. Kuamini lakini pia na kutenda. Mtu mmoja anasema mimi naamini lakini sitaki kuchukua hatua ya kutenda. Sasa unaamini kitu gani? Kwa hiyo imani hiyo sio imani, kwa sababu haiambatani na matendo. Tunasoma watumishi wa Mungu waliotutangulia wa nyuma, jinsi ambavyo walimwamini Mungu, alafu imani yao ile ikaambatana na matendo. Tangu Agano la Kale walimwamini Mungu, alafu matendo walitekeleza kwa kimatendo imani yao, jinsi walivyomwamini Mungu. Kwa mfano, tuna mtu aliyeitwa Ibrahimu. Ibrahimu ni miongoni mwa watu waliomwamini Mungu na kutenda. Walimwamini Mungu na kuonyesha matendo kabisa. Ukisoma katika sura ile ya 12 kitabu cha Mwanzo, pale tunakutana na tendo moja
jambo moja la imani ambalo liliambatana na tendo la mtu wa Mungu Ibrahimu. Mwanzo sura ya 12 kuanzia mstari wa 1 hadi wa 15 pale tunakutana na hadithi hii nzuri inayomhusu Ibrahimu. Ibrahimu Mungu alimuita atoke ile nchi aliyokuwa anaikalia aende nchi nyingine tena, ambako Mungu ndiko ambako alikuwa amemwahidia kwamba atamfanya kuwa kubwa, atamfanya kuwa taifa kubwa, si ndio wapendwa Lakini hakuwahi kuwa na mtu yoyote, hakuwahi kufahamu kule, hakuwahi kuwa na historia yoyote ya mahali pale, na kwamba labda kulikuwa na ndugu yake labda anamfahamu atakwenda kumpokea na nini, hakuna. Lakini Mungu alipomuita na kumwagiza, Biblia inasema kwamba kwa imani alienda, sio? Alienda kwa imani, asijue hata direction ikoje hasa, lakini aliitika kwa imani na akaenda kule. Kwa hiyo tunaona imani ilimsaidia kuamini kwamba Mungu ananitaka nitoke niende mahali pengine, na ikawa hivyo, na kufika kule imani ilifanya kazi, na Mungu alimuinua na Mungu alimbariki. Kwa hiyo alitii, aliamini, lakini alichukua hatua ya kwenda. Bwana asifiwe. Tuna mtu mwingine tena, Nuhu naye ni mfano mzuri sana wa mtu ambaye alitii kwa imani lakini akatenda. Nuhu hakuwahi kuwa na historia ya mvua, labda kusoma mahali kwenye maandiko kwamba kuna mvua ilinyesha sana kipindi fulani. Hakuwahi kuwa na hiyo historia yote ya mvua. Lakini Mungu alipomwambia kwamba anakwenda kuiangamiza dunia, Nuhu aliamini. Na alipomwambia kwamba atengeneze safina, Nuhu aliamini, si ndio Na tusome labda Mwanzo pale sura ile ya 6. Mwanzo sura ya 6. Tutasoma mistari michache tu mahali pale. Tusome kuanzia mstari wa 13 hadi 16. Anasema hivi: Mungu akamwambia Nuhu, mwisho wa kila kiumbe umefika mbele zangu, kwa sababu wameijaza dunia maovu, basi nitawaangamiza pamoja na dunia. Jitengenezee safina ya mti wa mvinje, tengeneza vyumba ukaifunike kwa lami ndani na nje. Hivi ndivyo utakavyoifanya dhiraa 300,000 urefu wa safina, dhiraa 50 upana wake, na dhiraa 30 kwenda juu. Uifanyie safina mwangaza, ukaumalize juu kiasi cha mkono mmoja, ukautie mlango wa safina katika ubavu wake, ukaifanyie dari 3, ya chini, ya pili na ya 3, na kuendelea. Kwa hiyo hapa tunachokitazama ni swala la utii aliyouonyesha Nuhu wa kwanza kumwamini Mungu na maagizo yake yale, alafu akaanza kutekeleza yale ambayo Mungu alikuwa amemwagiza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Nuhu ni mtu mwingine ambaye aliweza kutii na akawa salama. Baada ya kuwa ametii akawa salama. Mungu akamlinda, Mungu akamtunza. Ningependa nichore hapa, naomba nifute hii sababu hapo kuinama hapo naona mimi ni mfupi sana, ni mrefu sana, inakuwa changamoto kwangu. Nataka nichore tu muundo fulani ipo kwenye kitabu chetu hapo, lakini nataka nichore safina hii. Hii tunaambiwa hii ni nini? Ni safina ya usalama wetu wa kiroho. Bwana asifiwe.
ni safina ya usalama wetu wa kiroho. Safina ya usalama kiroho. Sasa katika safina ya usalama kiroho kuna kitu kinachoitwa imani jumlisha au pamoja na utii au utiifu. Tunapata nini? Uzima, si ndio eh? Kwa hiyo ndicho kilichotokea kwa Nuhu. Nuhu alimwamini Mungu. Kwanza alimwamini Mungu na akapokea maagizo kama jinsi ambavyo Mungu alikuwa amemwagiza. Kwa hiyo alitii maagizo yale, na kwa imani na Nuhu akawa salama. Bwana asifiwe sana. Vivyo hivyo na sisi pia tunapomwamini Mungu na tunapomtii Mungu tunakuwa salama kiroho. Yaani usalama wetu kiroho upo kutokana na kumwamini Mungu na kumtii Mungu. Lakini tukiwa kinyume na hapo, tukashindwa kumwamini Mungu, tukashindwa kumtii Mungu, hakuna usalama katika maisha yetu. Hatutakuwa salama kwa vyovyote vile. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo tunasisitizwa kwamba au tunajifunza kwa mfano wa Nuhu, kwa jinsi ambavyo Mungu alimuelekeza na akakubali, akatii, na akaamini kwamba hata kama sijawahi kuona mvua imenyesha hata siku moja, hata kama sijawahi pengine kushuhudia tukio kama hilo, lakini anayesema na mimi ni Mungu, anayeniagiza ni Mungu. Akatii na akaamini na akatengeneza safina na akawa salama, yeye na watu wake na vitu vyote ambavyo Mungu alikuwa amemwambia kwamba weke ndani ya safina, ikabaki salama. Mungu akawahifadhi wakati ule wa gharika. Kwa hiyo na sisi pia leo hii Mungu anazungumza na sisi kwa namna hiyo. Maonyo yapo mengi sana na Mungu anataka tumtii, Mungu anataka tumwamini na tumtii ili tuweze kuwa salama. Tukiwa kinyume na hilo au tukakaidi au tukapuuza kutokutii, basi tutaangamia. Bwana Yesu asifiwe. Kuna siku tutakuja kujuta baada ya kuwa tunaangamia, kwa sababu tulishindwa kumwamini Mungu na tulishindwa kumtii Mungu. Lakini tusifike huko tukajuta, tukaingia katika hatari, tukaingia katika hukumu kwa kushindwa kumwamini Mungu na kumtii Mungu. Kwa hiyo Mungu atusaidie ili tuwe salama. Salama yetu ya kiroho ni kwa kumtii Mungu na kwa kumwamini Mungu, kama tunavyoona mfano ule wa Nuhu. Kipengele kingine cha 5 ni kujiweka au kujidhibiti na kujizuia ama kujinyima. Kujizuia matakwa yetu binafsi ni sehemu ya utii wa kweli. Tunapojizuia, tunapojinyima, tunapojaribu kuepukana na ubinafsi, ni sehemu au ni kipengele muhimu sana cha utii. Katika Luka sura ya 9, naomba mmoja atusomee Luka sura ya 9, tasoma ule mstari wa 23. Luka 9 mstari wa 23, tuone pale kipengele kinatufundisha nini juu ya kujikana nafsi, juu ya kujizuia nafsi. 9:23, karibu aliyefika. 9 fungu la 23. Akawaambia wote, mtu yoyote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake kila siku anifuate. Asante sana. Mtu yoyote akitaka kunifuata, anasema na ajikane mwenyewe na kubeba msalaba wake na kunifuata. Kwa hiyo unaona kuna kitu hapo tunakiangalia
juu ya kujikana nafsi. Kujikana nafsi. Tunasema kwamba kujikana nafsi ni kipengele muhimu sana katika kutii. Sijui kama tuko pamoja wapendwa, kwamba kujikana nafsi, kujizuia yani kujizuia, kujinyima, kujikana ni kipengele cha muhimu sana katika kutekeleza utii wetu. Yesu anatuambia sisi kama wanafunzi wake kwamba ikiwa tunataka tumfuate kweli kweli huyu Yesu, tufuate nyayo zake, tumfuate yeye, na tunajua kabisa kwamba tunapomfuata Yesu kuna ugumu, kuna kubeba msalaba, yani kuna mateso, yani kuna hali fulani ambazo mwili hautapenda, mwili hautafurahia. Kwa hiyo tunapo sasa kuamua kumfuata Yesu Kristo, basi ni lazima tujikane ili tuweze kumtii Yesu. Vinginevyo tukiangalia mwili kwamba mbona sasa itakuwa ni shida, mbona sasa nitapata mateso, hatutaweza kumfuata Yesu na hatutaweza kumtii. Kwa hiyo kujikana ama kujizuia ama kufisha ubinafsi ni sifa muhimu sana kwa ajili ya utii wetu. Bwana asifiwe sana. Naamini tunaelewana vizuri kwamba ili tuweze kumtii Kristo na kumfuata Yesu, basi kipengele cha ubinafsi, yani tukifishe, yani tusiwe watu ambao tunajihurumia, tunajionea huruma kwamba itakuweje, nitawezaje kuacha sasa familia naitwa kwenda kumtumikia Mungu mahali fulani, tacheje sasa na wazazi wangu, natakiwa labda ni usubiri kwamba labda wafe ni wazike ndio nimfuate Yesu. Lazima tujikane. Bwana asifiwe sana. Tuwe tayari kuhesabu gharama. Kwa hiyo pengele hicho ni muhimu sana ili tuweze kumtii Mungu. Basi ni lazima nafsi zetu tuziangamize, ni lazima tuwe tayari kuyatii mapenzi yake Mungu kwa utayari wa kujifisha nafsi, kujikana, kujizuia namna hiyo. Naamini watu wa Mungu tunaelewana vizuri sana. Kwa hiyo tunasema kwamba kujizuia matakwa binafsi ni sehemu ya utii wa kweli. Kujizuia matakwa binafsi ni sehemu ya utii wa kweli. Ni muhimu kujizuia na kujikana nafsi zetu ili kuyatii mapenzi yake Mungu. 6, tunaangalia juu ya uwezo wa utii ama uwezo wa utiifu. Uwezo wa utiifu. Kwamba nini kinatokea tunapokuwa tunamtii Mungu? Kuna nguvu katika utii. Kuna uwezo katika kutii. Tunapomtii Mungu tunaambatana na kuipokea neema ya Mungu na nguvu za Mungu katika maisha yetu. Kwamba tunapata nguvu katika maisha yetu kupitia kutii, kumtii Mungu. Tunawezeshwa, tunapata neema, tunapata nguvu zaidi tunapokubali mapenzi yake Mungu. Tunapomtii Mungu, basi Mungu anatuwezesha na kutuinua na kututia nguvu zaidi. Efeso 3:20, naomba mmoja tusomee. Wa Efeso 3:20. Ndiyo. Basi atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tuyaombayo au tuyawazayo, kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Amina. Asante sana. Kwa hiyo tunapoyatii mapenzi yake Mungu, tunawezeshwa, tunapokea neema zaidi ya kumpendeza Mungu, tunapokea neema zaidi ya kuwa watu wa Mungu na kuwa karibu na Mungu zaidi kwa njia ya utii. Kwa hiyo utii una nguvu. Utii unaweza kutuwezesha tukayatenda mapenzi yake Mungu kwa sababu ya utii. Lakini pia Mungu kupitia utii anatujalia pia
asili mpya. Tunapata asili mpya, kwamba asili mpya hutufanya kuacha uovu na dhambi na kumpendeza Mungu. Katika Korinto wa pili 5:17 anasema hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, tazama ya kale yamepita. Kwa hiyo tunapomtii Mungu tunapata asili mpya, tunakuwa viumbe vipya, na ya kale yote, maisha ya dhambi, maisha ya uovu tunaachana nayo na tunakuwa ni watoto wa Mungu katika upya wa maisha. Lakini jambo lingine pia, Roho Mtakatifu hutujalia nguvu za kutii mapenzi ya Mungu, kwamba Roho wa Mungu anatuwezesha, Roho wa Mungu anatujalia kuweza kumtii Mungu katika mapenzi yake. Kwa Roho Mtakatifu ndiye ambaye anatupa huo uwezo. Katika Matendo 1 mstari ule wa 18 tunaona kanisa la kwanza, mitume walipopokea nguvu ya Roho Mtakatifu iliwawezesha kutekeleza mapenzi ya Mungu katika kuhubiri Injili. Angalia Matendo 1 mstari ule wa 8. Mstari wa 8. Lakini mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Asante sana. Nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote, Amen, na Samaria hata mwisho wa nchi. Asante sana. Kwa hiyo tunaona kwamba Roho Mtakatifu anatuwezesha, anatusaidia kuyatekeleza mapenzi yake Mungu au kuweza kumtii Mungu. Kwa hiyo Roho wa Mungu anatujalia nguvu za kutii mapenzi ya Mungu, na moja ya mapenzi ya Mungu ni kuhubiri neno la Mungu. Bwana asifiwe. Kama mitume walipopokea ujazo wa Roho Mtakatifu, Biblia inasema kwamba wakatawanyika wakaenda katika miji mbalimbali kwa ajili ya kuhubiri neno la Mungu na kumshuhudia Yesu Kristo. Anasema mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na kote katika Yudea, Samaria na hata mwisho wa nchi, mpaka huko Tabora. Tutamshuhudia Kristo tukiwa na nguvu ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo tunachoangalia ni kwamba Roho wa Mungu anatusaidia, anatuwezesha tuweze kuwa watii, kuyatii maagizo yake Mungu. Bwana asifiwe. Lakini pia upendo wetu kwa Mungu unatufanya tutii mapenzi ya Mungu kwa mambo yote. Upendo wetu kwa Mungu unatufanya tuweze kutii katika mambo yote ambayo Mungu anataka tutii. Pointi yangu hapa ni kwamba tunapozungumzia juu ya utii, kwa nini tunatii? Ni kwa sababu tunampenda Mungu. Bwana asifiwe. Nafikiri nilizungumza hata pale mwanzoni kwamba utii wetu unatokana na kumpenda kwetu Mungu. Kwa sababu tunampenda Mungu ndio maana tunatii. Na si kwamba tunatii kwa kushurutishwa, yani kwa kulazimishwa. Tunayatii mapenzi ya Mungu kwa sababu tunampenda Mungu. Lote ambao unalifanya, inaweza kawa ni kutoa, hautoi eti kwa sababu labda pengine mtu amekulazimisha kutoa, lakini ni kwa sababu tunampenda Mungu. Na kuna watu ambao kwa sababu tu kwamba wamelazimishwa kumtolea Mungu, basi wanapotoa wanatoa kwa manunguniko, wanatoa kwa kulalamika. Lakini kwa nini? Ni kwa sababu wameshurutishwa. Yani kuna mtu anawalazimisha toa, kwamba toa, au kwenda kuhubiri. Kuna mtu anamsukuma kwamba nenda kahubiri. Kwa hiyo analazimika tu kwamba ni kwa vile tu pengine kiongozi wangu ameniambia nende nikahubiri, lakini vinginevyo yani sijisikii, yani sina amani ya kwenda kuhubiri. Sasa kufanya matendo hayo, kumtolea Mungu, kuhubiri kwetu au kufanya kazi ya Mungu kwa maeneo yoyote yale kwa kulazimishwa, hatuwezi kupata baraka. Bwana asifiwe.
hatuwezi kupata baraka. Lakini tukifanya hivyo kwa sababu tunampenda Mungu, hatutakuwa na manunguniko, hatutakuwa na uzito wote ule, kwa sababu tunampenda Mungu. Kwa hiyo tuko tayari kutoa kwa vyovyote vile na kumtumikia Mungu kwa hali na mali, ama hata kwa mazingira magumu. Kwa sababu gani? Kwa sababu tunampenda. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo tunapofanya huduma kwa ajili ya Mungu, tujue kwamba sifa muhimu sana ni upendo, kwamba tunampenda Mungu wetu. Ndio maana tunamtumikia Mungu, ndio maana tunamtolea Mungu. Hata tunapotoa kwa ajili ya kazi ya Mungu ni kwa sababu tunampenda yeye. Amen. Hatutangulizi kwamba labda kwa sababu nataka nipate kitu fulani. Wanasema nikitoa sadaka, nikitoa fungu la 10 nitapata hiki, nitazidishiwa na nini. Watu wengi tunatanguliza jambo hilo kwamba nikimtolea Mungu nitanufaika zaidi, Mungu atanibariki zaidi. Kwa tunataka baraka zaidi, ndio maana tunatoa. Ni sivyo. Kumbe kutoa kwetu ni kwa sababu tunampenda Mungu. Yaani hata kama Mungu hatanibariki katika kutoa kwangu, lakini natoa, ninampenda. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo wala hata sintajuta. Sasa watu wengi leo wanajuta. Wanaona mbona natoa fungu la 10, lakini sioni kama nazidishiwa, sioni kama nabarikiwa. Ni kwa sababu umeweka masharti hayo. Lakini tunapomtolea Mungu tunatoa zaidi ya fungu la 10. Kwa nini? Sababu tunampenda. Na vyote ni vya kwake Mungu mwenyewe. Bwana asifiwe sana. Sio tu katika sheria, katika taratibu kwamba fungu la 10. Mtu anayempenda Mungu anatoa hata zaidi ya hilo fungu la. Kwa kutoa kwetu, huduma yetu inatokana na upendo wetu kwa Mungu. Tunampenda Mungu. Bwana asifiwe. Ni pointi ya kuzingatia muhimu sana, kwamba kila tunachomfanyia Mungu ni kwa sababu tunampenda yeye. Wala hatuna masharti kwamba Mungu anatufanyia hiki, atanifanyia hiki, atanitendea hiki, kwa nitende hiki. Akutendee Mungu, asikutendee wewe kwa sababu unampenda Mungu, wewe fanya. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tunaona kabisa kwamba utii utatufanya tuweze kumpenda Mungu na tuweze kujitoa kwa kila hali, kwa hali na mali, kwa sababu tunampenda Mungu wetu. Na Mungu atusaidie kumpenda Mungu na kujitoa kwa upendo mkamilifu. Lakini jambo lingine ni nguvu ya unyenyekevu. Yakobo 4:6, naomba mtu mmoja tusomee. Nguvu ya unyenyekevu. Utii unaambatana na unyenyekevu. Utii unaendana na unyenyekevu. Mtu ambaye ni mnyenyekevu ni mtii. Karibu Yakobo 4:6. Yakobo 4:6, neno la Mungu linasema, lakini hutujalia sisi neema iliyozidi. Kwa hiyo husema Mungu huwapinga wajikuzao, bali huwapa neema wanyenyekevu. Asante sana mpendwa. Kwa hiyo tunaona kwamba ipo nguvu ya unyenyekevu. Tunaponyenyekea na kutii mapenzi ya Mungu, tunapokea neema zaidi. Yaani Mungu anatupa neema zaidi. Anasema Mungu anawapinga wale ambao wanajitukuza, wale ambao wanajikweza, wale ambao wanajiinua, lakini anasema kwamba anawazidishia, anawapa nguvu, anawapa neema zaidi watu ambao ni wanyenyekevu. Bwana asifiwe. Kwa hiyo utii wetu tunapoyatii mapenzi yake Mungu, basi tujue kwamba tunapokea neema zaidi katika maisha yetu. Kwa hiyo tunaona utii kwa Mungu unatupa neema zaidi, unatupa uwezo zaidi, unatujalia kuongezeka na kukua zaidi na kuinuliwa zaidi na Mungu. Na ukitaka Mungu akuinue, ukitaka Mungu akuzidishie neema katika maisha yako, utii na unyenyekevu ni jambo la muhimu sana. Bwana asifiwe. Yaani ukitaka Mungu, yaani na ndio kanuni hiyo. Hiyo ndio kanuni, kama jinsi ulivyosoma kwamba Mungu, wale ambao wanapenda kujiinua, wale ambao wanapenda kujikweza, Mungu anawashusha. Lakini wale ambao ni wanyenyekevu, Mungu ndo anakaa nao
mahali pa juu. Mungu anawainua hao. Kwa hiyo tusisahau, wapendwa watumishi wa Mungu, kaka na dada zangu katika Bwana, kwamba ili Mungu atuinue na tuipokee neema ya Mungu zaidi katika maisha yetu, na maisha yetu ya kiroho yazidi kuwa bora na bora na bora, basi unyenyekevu ni wa muhimu sana katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Unyenyekevu. Nampenda mtu mmoja aliitwa Yohana Mbatizaji. Yohana Mbatizaji alikuwa ni mnyenyekevu. Bwana asifiwe. Naona ujue alikuwa ni mkubwa kuliko Yesu, sio? Alitangulia yeye kuzaliwa kabla ya Yesu, si ndio Lakini Yohana, hebu fikiria, anapomuona Yesu anakuja, anawaambia wanafunzi wake, anasema, mtazameni mwana kondoo wa Mungu aichukue dhambi ya ulimwengu. Anawageuza wanafunzi wake Yohana wale wamfuate nani? Yesu. Na anasema Yesu yeye hana budi kuwa juu, lakini yeye Yohana kufanya nini? Hiyo ni roho, ni moyo wa unyenyekevu, ambao kama watumishi wa Mungu, ambao kama watoto wa Mungu, ambao kama ndugu katika Bwana, tunapaswa kuwa na sifa hiyo ya namna hiyo ya unyenyekevu. Mara nyingi huwa nikisoma hapo, Bwana tafakari, nasema hivi, Yohana alikuwa ni mtu wa namna gani? Hivi kuna mtumishi gani wa Mungu leo hii anaweza akasema kwamba sasa nyie washirika wangu wote nyie mwangalieni mchungaji fulani yule pale ndio muende kwake? Hivi kuna mtu anaweza kufanya hivyo? Lakini Yohana fanya. Bwana asifiwe. Akasema washirika nyie wafuasi wangu nyie, mfuateni yule kule Yesu. Yule ndio tunapaswa kumwangalia wote yule. Tunajifunza kitu hapo. Tusiwamiliki watu. Bwana asifiwe. Sisemi kwamba mchungaji uwapeleke washirika kwa mchungaji mwingine, sio maana yangu. Lakini tujifunze kitu hapa kwamba washirika anayewamiliki ni Yesu, sio wewe. Sio mchungaji, sio nani, wote wanamilikiwa na Yesu. Na kwa hiyo tunahitaji kuwafanya watu wamwangalie nani? Wamwangalie Yesu. Wasikuangalie wewe mchungaji, wasiniangalie mimi kama mchungaji, tuwapoint watu kwa Yesu. Na ndio kitu ambacho Yohana alikifanya. Na ndio unyenyekevu huo. Kama mtumishi wa Mungu unapaswa kuwa mnyenyekevu kiasi kwamba washirika wako usijijengee himaya. Usijijengee himaya kwamba sasa unawamiliki, wewe ndio unaweza kuwazuia wasiende huko. Yaani tunasema unawabana namna hiyo kwamba ni wakwako wewe. Hawana uhuru, hata uhuru wowote ule. Sio wakwako. Hao ni wa Kristo. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tuwaelekeze watu kwa Yesu. Tusiwaelekeze watu kwangu, kwako au kwenye dini na nini. Tuwaonyeshe Yesu yule pale. Bwana asifiwe sana. Na ndio unyenyekevu tunaozungumza. Na ndio utii tunaozungumza. Kwa hiyo ili Mungu azidi kutuinua, basi tunahitaji kuwa wanyenyekevu na watii kadri tunavyoendelea kujitoa na kumtumikia Mungu. Paulo ni mfano mmoja wapo mzuri sana wa unyenyekevu. Paulo, kuna maandiko yanatuonyesha jinsi ambavyo Paulo anaonyesha unyenyekevu katika maisha yake. Anasema yeye, ukiangalia kile kitabu cha Matendo ya Mitume, labda mmoja tusomee. Paulo alijitoa kuyatenda mapenzi yake Mungu. Tunapokwenda kuhitimisha, hebu tusome Matendo 26 18 na 19 kwanza. Matendo 26 18 na 19, mistari ile miwili. Naomba karibu. 26 mstari wa 18 hadi 19. Ndiyo. Uwafumbue macho yao na kuwageuza wayache giza na kuelekea nuru. Waziache na nguvu za shetani na kumwelekea Mungu. Kisha wapate msamaha wa dhambi zao na urithi miongoni mwao waliotakaswa kwa imani iliyo kwangu mimi. Kwa hiyo, Mfalme Agripa, kuyaasi yale maono ya mbinguni,
Paulo huyo anasema hakuyaasi yale maono ya mbinguni. Paulo, tunamfahamu Paulo kabla hajabadilika, jinsi akiwa Sauli, anaitwa Sauli, jinsi ambavyo alikuwa ni mtu mbaya, jinsi ambavyo alikuwa ni mtu ambaye analitesa kanisa, jinsi ambavyo alikuwa yani ni mtu mkatili namna hiyo kwa kulisumbua kanisa la Mungu. Lakini tangu Paulo alipopokea yale maono na alipogeuzwa na kumwamini Kristo katika maisha yake, tangu hapo Paulo akawa ni mtu wa tofauti, akawa ni mtu ambaye amebadilika na ni mnyenyekevu katika maisha yake. Ndio maana pia katika maandiko mengi anaelezea Paulo jinsi ambavyo amesulubiwa pamoja na Yesu Kristo na kwamba anayafuata mapenzi yake Mungu. Katika Wakorinto wa pili sura ya 10 pia tunaona mstari wa 12 wa 10, sura ya 12, Wakorinto wa pili sura ile ya 12 na mstari ule wa 10, tunaona jambo lingine hapo kuhusiana na Paulo. Anasema maneno haya, mstari wa 10 ule, kwamba kwa hiyo napendezwa na udhaifu na matusi na matatizo na adha na shida kwa ajili ya nani? Anasema kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya Kristo. Yani anaona ni raha, anaona ni kwake ni furaha tu kupigwa, kwake ni furaha tu kuteswa, kwake ni furaha tu kufungwa, kwake ni amani tu kufanyiwa lolote lile kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya Kristo, kwa ajili ya Kristo. Kwa hiyo tunamuona Paulo sio yule tena, amebadilika, ni mtu mwingine na amejaa unyenyekevu namna hiyo. Na anasema katika Wafilipi sura ile ya 3, sura ya 4 mstari wa 13, mstari tunaoupenda sana, anasema nayaweza mambo yote katika yeye anitiae nguvu. Si kama umegundua kwamba hiyo ni lugha ya unyenyekevu, kwamba ninayaweza mambo yote katika yeye anitiae nguvu. Si katika uweza wake yeye, si katika elimu yake, na alikuwa ni msomi, alikuwa na elimu. Angeweza kusema kwamba mimi ni msomi, mimi na elimu, mambo yote nayaweza, wala hakuna shida. Lakini anasema mambo yote nayaweza katika yeye anitiae nguvu. Si tu mambo mazuri, lakini hata mambo yale ambayo yalikuwa ni mabaya, ya kustahimili mapigo, ya kustahimili vifungo, ya kustahimili shida za kila aina. Anasema nayaweza yote, nayabeba yote hayo kwa sababu yupo anaye nitia nguvu. Alimtegemea Mungu. Na mtu ambaye ni mnyenyekevu ni mtu ambaye hategemei akili zake, hategemei kwamba yeye ana uwezo gani wa kiakili, uwezo gani sio wa nguvu za kimwili. Lakini mnyenyekevu ni mtu ambaye anasema mimi kama mimi siwezi lolote, si chochote, lakini namtegemea Mungu. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu atusaidie wapendwa, tunahitaji kumtii Mungu, tunahitaji kuishi maisha haya ya utii, kwa sababu ni maisha yanayoambatana na baraka. Kwa hiyo kuna baraka nyingi zinazotokana na utii. Tunapomalizia, utii upelekea uadilifu na uaminifu. Utii upelekea kuthibitika katika wokovu. Utii huleta baraka za kipawa cha Roho Mtakatifu kama tulivyoona. Utii hutufanyia urafiki na Yesu kwa kutenda mapenzi yake. Tunapokuwa watii na tunatenda mapenzi yake, basi tunakuwa rafiki wake Yesu. Katika ile Yohana 15:14 pale anazungumza jambo hilo, kwamba tu rafiki wake Yesu tunapoyatenda mapenzi yake. Kwa hiyo tunaona kwamba utii una uwezo wa kutufanya kuwa rafiki wa Yesu tunapoyatii mapenzi yake. Lakini pia utii unatuepusha na udanganyifu wa siku za mwisho na kuepukana na tamaa mbalimbali. Kwa hiyo tunapokuwa ni watii, tunaweza kujiepusha na udanganyifu wa siku za mwisho. Watu wengi wameangamia kwa sababu ya kukosa utii na wamejikuta katika hatari. Na tunaambiwa kwamba siku za mwisho hizi ni nyakati za hatari. Kuna manabii wa uongo, kuna watu ambao ni wadanganyifu, na kuna wapendwa wengine
ambao walianza vizuri katika maisha haya ya kumuishia Mungu, lakini leo hii wameishia pabaya kwa sababu tu kwamba walishindwa kutii. Wamejikuta katika mikono ya hatari, kwa manabii wa uongo, kwa walimu wa uongo, na maisha. Kaka yangu alikuwa anashuhudia pale jana habari ya kaka yake, jinsi ambavyo alianza vizuri lakini sasa alipoishia pabaya. Ni kwa nini? Ni kwa sababu ya manabii wa uongo wamemlaghai, wamemdanganya hivyo. Kwa hiyo utii, tunapokuwa tunayatii mapenzi yake Mungu, utii unatusaidia kuepukana na hatari, kuepukana na udanganyifu wa siku hizi za mwisho. Kwa hiyo kuna baraka nyingi za kutii kama tunavyoona, na Mungu atusaidie kwamba tuwe watii. Kwa hiyo utii unatufanya tuwe waaminifu mbele za Mungu, unafanya tuwe waadilifu mbele za Mungu. Utii unafanya tuwe thabiti katika maisha yetu ya wokovu. Lakini pia utii unaleta baraka na kipawa cha Roho Mtakatifu. Utii unatufanyia urafiki na Yesu na kutenda mapenzi yake. Lakini pia utii unatuepusha na udanganyifu wa siku za mwisho na kuepukana na tamaa mbalimbali. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo tunapomtii Mungu tutapokea baraka mbalimbali katika maisha yetu. Kwa hiyo somo letu kwa ujumla lilikuwa limehusu utii, na Mungu amesema nasi kuhusiana na utii. Ninaamini kabisa kwamba tukilijua hili na tukaliishi, basi kwetu itakuwa ni heri, kwetu itakuwa ni baraka. Maana anasema mkiyajua hayo, heri ninyi mkiyatenda. Kwa hiyo Mungu atujalie kuishi maisha ambayo ni ya utii, kuishi maisha ambayo ni ya unyenyekevu, na kuyaangalia mapenzi yake Mungu na kumtumaini Mungu na kumtegemea Mungu katika maisha yetu. Wapendwa, Mungu atubariki sana. Naamini kwa neema ya Mungu Bwana atujalia utii katika jina la Yesu Kristo. Basi Mungu atubariki. Na shukuru na mkaribishe kiongozi. Karibu sana.